Mpendwa mtazamaji, Dominika ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu tunalipata kutoka katika somo la kwanza kitabu cha nabii Isaya, sura ile ya 42, aya ya kwanza hadi ya 4 na ya 6 hadi ya 7. Somo la pili tunalipata kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ile ya 10, aya ya 34 hadi ya 38. Na injili tunaipata kutoka katika Injili ya Mathayo, sura ile ya 3, aya ya 13 hadi ya 17. Nitaisoma injili. Siku ile Yesu alirudi kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohane ili abatizwe. Lakini Yohane alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, ni sikukuu ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika hii sikukuu ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo ndio inafunga sherehe za kipindi cha Noeli. Baada ya hapo kanisa litaingia katika kipindi cha mwaka. Na katika hii sikukuu ya kubatizwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, neno la Mwenyezi Mungu ambalo linatoka katika Injili ya Mathayo linasema kwamba Yesu Kristo alitoka Galilaya akaenda Yordani. Maana yake nini? Kilikuwa ni kipindi ambacho Yesu alikuwa na umri wa miaka 30. Na wakati huo huo Yohana Mbatizaji ambaye walikuwa wamepishana miezi 6 tu, naye alikuwa akihubiri, na hayo mahubiri alikuwa anawaambia watu, tubuni na kuiamini Injili, itengenezeni njia ya Bwana. Kumbuka nyakati hizo ambazo Yohana Mbatizaji alikuwa akihubiri, unabii katika ile nchi ya Israeli ulikuwa haujatokea kwa muda wa miaka 400. Hakuna nabii wa Mungu ambaye alikuwa amesimama kuweza kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu. Watu wakaona Bwana ameshuka, Bwana amerejea taifa lake. Na wakati huo sasa, baada ya ishara kwamba hao watu wametubu na kuungama dhambi zao, ilikuwa lazima wabatizwe. Na walikuwa wanabatizwa wapi? Walikuwa wanabatizwa katika mto Yordani. Na wataalamu wa mambo ya kiroho na maandiko matakatifu wanasema kwamba mahali pale ambapo wana wa Israeli walikuwa wamevuka kutoka ile nchi ya Misri, kutoka jangwani, walipokuwa wanavuka kuingia katika ile nchi ya ahadi, ambapo makuhani walisimama na sanduku lile la agano katikati ya Yordani, na Yordani ikasimama, haikuendelea kutiririsha maji. Pale ambapo wana wa Israeli walikuwa wamevuka, ndipo mahali ambapo Yohana Mbatizaji alikuwa akibatiza. Hivyo basi Israeli wote wakashuka kwenda Yordani. Na kubatizwa, mpendwa mtazamaji, ni kitendo cha kuzamishwa ndani ya maji alafu unaibuka. Na ukizamishwa ndani ya maji, maana yake uchafu wote unaondoka, maana yake ukiibuka unaibuka kiumbe kipya. Na ubatizo huo ambao Yohana alikuwa anaubatiza ulikuwa unaitwa ubatizo wa toba. Toba ambayo ilikuwa inapelekea ondoleo la dhambi. Hivyo kama taifa zima wamekwenda Jordan kwenda kubatizwa, kwa nini Yesu abaki yeye mwenyewe peke yake kwenda Nazareti, kwamba yeye ni mwana wa Mungu haruhusiwi kwenda kubatizwa? Yesu naye akiwa ni mwana wa Mungu, Mungu mtu ambaye amechukua umbile la kibinadamu sawa na sisi, hakutaka kuweza kujiinua kwamba mimi sina dhambi. Ni kweli alikuwa hana dhambi, ikabidi moja kwa moja aweze kuungana na taifa zima na watu wote waliokuwa Galilaya na Nazareti
kumwendea huyu Yohana Mbatizaji. Tunajifunza kitu gani? Kuna kipindi unaweza kuwa umebarikiwa, umeinuliwa, uko safi. Na katika kuwa safi, manake haupo katika swala zima la kutenda dhambi. Umepata neema tu ya Mwenyezi Mungu, yani dhambi ambazo zinawasumbua wengine wewe hazipo kwako. Na kipindi kama hicho unafika hatua sasa unajiinua kujiona kwamba wewe ni bora zaidi. Uchangamani na wenzako, unajitenga na wenzako, unawaona wenzako ni wadhambi wafanye wao, lakini wewe hupasi kufanya mambo kama hayo. Yesu angefanya hivyo, asingeweza kufika ile miaka 33 na ile jamii isingeweza kuja kumwelewa. Maana yake nini? Kuna kipindi lazima ukubali kwenda katika mambo ya ibada na wenzako. Wenzako wanaimba, wenzako wanasali, wenzako wanaenda katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, wenzako wanafanya matendo ya huruma, wenzako wanafunga, wenzako wanaabudu. Nenda nao, usijitenge. Yesu hakujitenga, anaungana na taifa zima, anakwenda kule Yordani. Na anapofika pale Yordani, Yohana Mbatizaji alipomwona akataka kumzuia. Akasema, hapana, wewe ni Bwana wangu, wewe ni Mungu wangu. Mimi Yohana Mbatizaji ambaye lazima niweze kuwa chini, ndiye nayepaswa kuweza kubatizwa na wewe. Kwa lugha nyingine tutajifunza kwamba kumbe Yohana Mbatizaji alikuwa anawabatiza wale watu, lakini yeye hakubatizwa. Kwa hiyo akataka kuweza kubatizwa na Yesu. Yesu akamwambia, akasema, hapana, kubali. Akasema, kubali hivi sasa, kwa maana ndivyo inavyotupasa tuweze kuyafanya, tutimize haki yote na watu wanione kwamba mimi nimebatizwa. Yesu ambaye ni Mungu akakubali kuingia ndani ya maji, akabatizwa na mwanadamu Yohana Mbatizaji. Akakubali mwanadamu aweze kumbatiza, ingawa alikuwa hana dhambi. Ilibidi anyenyekee, akakubali kuweza kubatizwa ili kutimiza haki yote kama wengine walivyokuwa wanafanya. Na katika hali hiyo, baada ya kitendo hiki tu cha kuweza Yesu kubatizwa, ndipo akatoka ndani ya maji. Alipokwisha kubatizwa, akapanda kutoka katika maji, na alipopanda, tazama, mbingu zikamfunukia. Neno hili kwamba mbingu zilimfunukia Yesu, wataalamu wa maandiko matakatifu wamekuwa wakijiuliza, kama mbingu zilimfunukia Yesu, mbingu zilifunguka siku ya Yesu, lini zilifungwa? Katika uumbaji, siku ya kwanza Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na nchi. Na wataalamu pia wanasema kwamba mbingu ndivyo inavyoleta baraka katika anga, na nchi kazi yake yenyewe ni kupokea zile baraka. Adam na Eva walipotenda dhambi, mbingu zilifungwa. Na hadi leo wanasema vitendo vya mwanadamu kuingia katika dhambi mbaya, hasa dhambi za umwagaji wa damu, dhambi za dhuluma dhidi ya watoto wachanga, dhambi za maangamizi, huwa zinapelekea mbingu inafungwa. Dhambi ya Adam na Eva, mbingu zilifungwa. Na kwa sababu Yesu Kristo ndio Adam wa pili, amekuja kukomboa ulimwengu, alipobatizwa tu, alipotoka ndani ya maji, mbingu zikamfungukia. Tunajifunza kitu gani? Unapoingia kutenda dhambi yeyote ile ambayo inapelekea katika swala zima la dhuluma au umwagaji wa damu yeyote ile, mbingu zako zinafungwa na baraka hazitashuka kwako. Popote pale utakapoenda, hata utakacholima hutapata mavuno, kwa sababu mbingu zako zimefungwa. Hutavuna kile ambacho uko nacho. Lakini unapokubali tu kuingia kama ile Yesu alivyokifanya katika toba kubwa, akakubali kuzamishwa ndani ya maji, alipoinuka mbingu zikamfungukia. Unapokubali kuingia katika toba ambayo inapelekea ondoleo la dhambi, mbingu zako zinafunguka. Mbingu zako zikifunguka, manake baraka zinashuka. Baraka zikishuka kwako, manake nchi inakubeba, nchi inatoa uzima, nchi inatoa afya, unajikuta pia una mwanga mkubwa zaidi. Nchi ikitenda dhambi, mbingu zake zinafungwa. Kwa hiyo kama nchi ikiwa imetenda dhambi, lazima wale waliopo wapige magoti mbele za Mwenyezi Mungu, Mungu asamehe huo uovu, na baadaye mbingu ziweze kufunguka. Na baadaye pia tunachojifunza hapa ni kwamba watu wote ambao wamebatizwa, wale wote ambao wamebatizwa kama Yesu Kristo alivyobatizwa, wao mbingu zao zilishafunguka. Kwa nini mbingu zao zilishafunguka? Mbingu zinafunguka kwa sababu siku ile ya ubatizo, kuna mambo makubwa yanayofanyika.
Mambo hayo makubwa ya kwanza, unapakwa mafuta yale ya krisma. Ukishapakwa mafuta yale ya krisma, unapata vyeo hivi vitatu. Cheo cha kwanza ni cha ufalme, cheo cha pili ni cha unabii, na cheo cha tatu ni cheo kile cha ukuhani. Maana yake nini? Kuhani akisimama mbele za Bwana, yaani akipeleka maombi yake, sadaka akipeleka, inapaa inaenda mbinguni kama moshi wa ubani, na baadaye ikienda mbinguni, maana yake Mungu anajibu maombi yake. Mungu anajibu maombi kwa huyo mtu ambaye alikuwa amemwomba. Mbingu zinamfungukia Bwana wetu Yesu Kristo, na baada ya kwenda kumfungukia, ndipo sasa akamwona Roho wa Mungu akishuka kama huwa akija juu yake, yule ambaye Nabii Isaya alizungumza katika Isaya sura ile ya 42, akasema, tazama mtumishi wangu nimtegemezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye, nimetia roho yangu juu yake. Unabii wa Nabii Isaya sura ile 42 unakuja kutimia kwa Yesu. Maana yake nini? Wote walibatizwa, Roho hakushuka. Mbingu zimemfungukia, Roho Mtakatifu anashuka. Na Roho Mtakatifu alikuwa amekaa wakati wa uumbaji juu ya maji, Roho ndio huyu akashuka juu yake. Aliposhuka juu yake huyu Roho Mtakatifu katika mfano wa ua, mfano wa njiwa, ndipo basi sauti ikatoka mbinguni kwa Baba, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa naye, kama alivyozungumza Nabii Isaya katika kile kitabu chake cha Isaya sura 42, huyu mtumishi wangu nimtegemezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa. Kwa hiyo kupitia Yesu Kristo, siku ya ubatizo ndio ilikuwa siku ambapo Mwenyezi Mungu alifanya utambulisho kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Anamtambulisha kama huyu ni mwana mpendwa, mwana wa Mwenyezi Mungu. Huyu ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kitendo cha Yesu Kristo kwenda kubatizwa ilikuwa ni siku ambapo huyu Yesu alikuwa ametambulishwa kwa wana wa Israeli wote. Na vile pia kitendo cha Yesu Kristo kwenda kubatizwa ilikuwa ndipo ambapo Roho Mtakatifu ameshuka, watu wote wakamwona Roho Mtakatifu katika mfano huyu, mfano wa njiwa. Na baadaye pia ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo ndipo ambapo mbingu zilimfungukia. Na baadaye, baada ya Mwenyezi Mungu kuweza kutoa sauti hiyo kwamba huyu ni mwanangu ambaye nimependezwa naye, ndipo anapoingia katika utumishi. Je, kuna umuhimu gani katika mafunzo haya? Au kuna umuhimu gani katika hii Dominika ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo? Au ubatizo huu wa Bwana wetu Yesu Kristo una maana gani katika maisha yetu? Ya kwanza, kama sisi wenyewe tulivyobatizwa, kama alivyobatizwa Bwana wetu Yesu Kristo, na sisi mbingu zilitufungukia, na ule unabii wa Nabii Isaya kwamba sisi ni watumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye Mwenyezi Mungu anatutegemeza. Sisi ni wateule wa Mwenyezi Mungu. Kila mbatizwa ni mteule wa Mwenyezi Mungu. Kama umebatizwa, wewe ni mteule, umeteuliwa tu. Mshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa nafasi hiyo ya kuteuliwa kuwa Mkristo. Kuna wengine hawajapata nafasi hiyo, na matokeo ya kuweza kuteuliwa kuweza kuwa Mkristo, mbingu zimefunguka juu yako. Kama mbingu zimefunguka juu yako, maana yake Roho wa Bwana yu juu yako. Kumbuka wakati ule wa ubatizo ulibatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alishuka kwako wakati ulivyokuwa umepakwa yale mafuta ya krisma. Maana yake wewe ni mpakwa mafuta, una cheo kikubwa sana. Wewe baada ya kupakwa mafuta, maana yake wewe ni mfalme, unatawala pamoja na Yesu. Wewe ni nabii, upo kutangaza habari njema ya Bwana. Wewe pia ni kuhani, upo kusimama katika maombi. Ukiona sehemu mambo hayaendi, ukiona sehemu katika mambo ya utawala Mkristo umeshindwa kuweza kusimama vizuri, maana yake umeharibu sifa ya ubatizo wako, umeharibu sifa ile ambayo ulikuwa umepewa wakati ule wa ubatizo. Na baadaye pia, kama Yesu Kristo alipokuwa amebatizwa na sauti ya Baba ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye, tumsikie yeye. Kila siku katika safari yako ya maisha, kabla hujafanya jambo lolote lile, msikilize Yesu. Tutamsikiliza namna gani? Msikilize kupitia neno lake. Kila siku soma neno la Mwenyezi Mungu, pata mwongozo, kwa sababu huyu ndio aliyependezwa na Mwenyezi Mungu, na tukiwa pamoja na yeye tutakuwa ni washindi. Basi katika Dominika hii
Jione kabisa kwamba una nafasi kubwa ya kusikia neno la Mwenyezi Mungu kuliko kitu kingine chochote kile. Jione kwamba na wewe mwenyewe pia ni mtawala pamoja na Yesu. Roho wa Bwana yu juu yako, na jione pia kwamba mbingu zimefunguka juu yako, na kama ukitenda dhambi, tafuta nafasi ya kuweza kuungama. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.